Kuna kijiji kilikuwa kinaitwa Lengo. Kilikuwa na msitu mkubwa sana ambao ulikuwa unawapa wakazi wa pale kuni, matunda pamoja na kivuli. Lakini miaka ilivyokuwa inaendelea kwenda, watu walikuwa wanaendelea kukata miti bila kupanda mipya. Walitengeneza mkaa, wakajenga na wakasahau kabisa kuhusu kesho. Kijana mmoja alikuwa anaitwa Baraka ndani ya kijiji kile. Alikuwa akipenda sana kupumzika chini ya mti mmoja mkubwa sana uliokuwa umebaki karibu na kijiji kile. Alipoambia watu wasikate ule mti, walimpuuza, wakasema huu si ni mti tu. Wakaukata. Siku moja sasa kuna mvua mkubwa sana ilinyesha na udongo ukaanza kusombwa kwa kasi. Mabanda yakaporomoka, mashamba yakaharibiwa. Hakukuwa na miti ya kushikilia udongo tena. Soil erosion wenyewe wanaita. Watu wakaona makosa yao. Baraka alianza kampeni ya upandaji miti. Alipanda mti mmoja kila siku, na watoto wengine na vijana wakajiunga naye. Miaka 5 baadaye, kijiji kile kilianza kuwa kijani tena. Watu waliwahi kutenda vibaya, lakini wakajifunza kupitia mabadiliko ya tabia. Motisha ya leo inatufundisha nini? Au nini fundisho la motisha ya leo? Tunapoharibu mazingira, tunakuwa tunajiharibia sisi wenyewe. Lakini kwa hatua ndogo kila siku, tunaweza kurejea au kurejesha uzuri wa asili. Tuanze basi leo ili kesho iweze kubaki salama.